hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kama uko katika Kristo Yesu, haikupati hukumu ya adhabu. Maana siku ile hukumu ziko mbili. Kuna hukumu ya adhabu na ile neema, nayo ni hukumu ambayo watu wataipata kwenda kuishi mbinguni pamoja na Mungu. Hiyo pia ni hukumu, maana hilo linafanyika ile siku ya mwisho. Wewe uende mbinguni, wewe uende jehanamu. Walio katika Kristo Yesu hawana hukumu ya adhabu. Na ndio maana hao watu wanawashangaza watu wengine wanapotangaza kwamba ana uhakika wa 100% kwenda mbinguni. Maana niko na Yesu, kama niko na Yesu naendaje jehanamu? Mwenye kuwapeleka watu mbinguni ni Yesu. Mwenye kuwapeleka watu jehanamu ni Yesu. Aliyetuelekeza taratibu na jinsi ya kuchagua kati ya moto na mbingu ni Yesu. Sasa nimefuata maelekezo yake, jehanamu naenda kufanya nini? Kwa hiyo wale walio katika Kristo Yesu hawana hukumu ya adhabu. Kuwa ndani ya Yesu na kuwa mfuasi wa Yesu kuna tofautiana. Kuna watu wanamfuata Yesu kwa sababu za kimwili. Alafu kuna watu wako ndani ya Yesu. Yesu yuko ndani yao na wao, Yesu yuko ndani yao na wao wako ndani ya Yesu. Hawa ni wawili tofauti. Yule ambaye Yesu yuko ndani yake, mbingu ni ya kwake. Yule ambaye Yesu yuko ndani yake na Yesu na yeye ndani ya Yesu, mbingu ni ya kwake. Lakini anayemfuata Yesu kwa sababu za kimwili hana mbingu. Sasa hapa tunapeana haya maandiko ili tuweze kujipambanua sisi wenyewe, tuwe na uhakika wa maisha yetu kwenda kwa Yesu. Mstari wa 2 anasema, kwa sababu sheria ya roho ya uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Sheria ziko mbili. Sheria ya kwanza ya dhambi na mauti ni Torati. Torati yenyewe inakutaka utimize kwa 100% amri zote zilizowekwa, sheria zote zilizowekwa, usiache hata moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wakati wako tenda kusoma Yakobo 1:10, Yakobo 2:10. Yakobo 2:10 tenda kusoma kwa wakati wako, 2 mpaka 12. Maana Yakobo anaeleza wazi, japokuwa ukuiba lakini umeua, umekuwa mvunja sheria. Kwa sheria ya Torati inamhukumu mtu anapokosa moja, anaingia kwenye hatia, mengine yote aliyofanya hayahesabiki, yanafutika kwa kosa hili moja alilolifanya.